Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ambaye ametupa nafasi tena siku hii ya leo, ambayo ni siku njema na ni siku ya pili ya wiki hii ambayo tumeianza, ya wiki yetu hii ya maombi ya asubuhi. Tumeendelea kumuona Mungu akitupigania na kututetea kwa namna ya kipekee kabisa, na tumeuona mkono wa Mungu ukiwa pamoja na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu milele yote, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na ni Mungu wa miungu. Hakuna Mungu kama yeye. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi chetu cha maombi ya amka na maombi ya asubuhi. Karibu mahali popote ulipo, unapotusikiliza na unapotufuatilia, karibu sana. Usiache kusubscribe na kulike channel yetu, ili pale mafundisho mengine yanapoendelea kuachiliwa, ili uweze kupata mafundisho hayo na mtiririko wa masomo yote ambayo yanaachiliwa kupitia channel hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa jina langu ninaitwa Mwalimu David Neikale, na niko hapa kwa ajili ya kukupa somo la leo ambalo tunaendelea nalo, tuliloanza nalo tangu jana. Na kichwa chetu cha somo ambacho Mungu alitupa kwa siku hizi kadhaa kinasema mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako. Mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako. Na nikakwambia lengo la somo ni kukufahamisha vikwazo vinavyoweza kukuzuia ili usifikie kwenye mafanikio yako au kwenye hatima yako. Na nikakwambia, nikazungumzia mambo kama matatu. Jambo la kwanza nilizungumzia kukwamisha, au nikatumia neno kikwazo. Nikasema kikwazo ni kile kikuzuiacho ili usiweze kufika pale unapotakiwa ufike. Kikwazo ni kile kikuzuiacho ili usiweze kufika pale unapotakiwa kufika. Nikasema chochote kile kinachokuzuia usifike pale unapotakiwa kufika, hicho ni kikwazo au ni kizuizi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na nikasema jambo la pili kwamba safari ni mchakato wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kimaisha. Sizungumzii kuhama kutoka eneo moja kwenda kupangisha eneo lingine au kwenda kuishi kwenye eneo lingine. Nazungumzia safari ile ninayemaanisha kutoka eneo moja au kutoka hatua moja ya kimaisha kwenda kwenye hatua nyingine ya kimaisha. Mpaka hapo nadhani tuko pamoja. Na nikakwambia jambo la tatu, mafanikio ni kilele cha safari au ni kilele cha kufika pale unapotaka kufika. Mafanikio ni kilele cha safari. Manake unapofika mwisho wa safari, manake umefika kilele cha safari yako. Na hicho ndio tunachokiita mafanikio. Haleluya, haleluya. Na jana nilikueleza jambo la kwanza linaloweza kuchelewesha au kukwamisha wewe kufikia kilele cha mafanikio yako. Na nilikwambia jambo la kwanza ni manunguniko. Na tulipita kwenye mambo kadha wa kadha ndani yake, na sitaki kurudia kule nilikotoka, wala sitaki kufanya revision kubwa kule ulikotoka. Kama unahitaji kupata somo hilo, unaweza ukaenda kwenye YouTube channel yetu. Kwa siku ya jana unaweza kupata hilo somo. Na leo nataka tuangalie jambo la pili. Jambo la pili ambalo linaweza kuchelewesha au kukwamisha maisha yako au maisha ya watu wengine. Jambo la pili linaloweza kukuzuia au kukukwamisha au kukuchelewesha usiweze kufikia kiwango cha kilele cha mafanikio yako ni kutokumwamini Mungu. Kutokuamini. Jambo la pili ni kutokuamini. Na andiko kuu la msingi ambalo litatuongoza katika pointi hii ya pili linatoka kwenye kitabu kile cha Waebrania, mlango ni ule wa 3 na mstari ni ule wa 12. Waebrania mlango ni ule wa 3 na mstari ni ule wa 12. Waebrania 3:12, neno la Mungu linasema, angalieni ndugu zangu, msiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini na kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Moyo mbovu wa kutokuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Moyo mbovu wa kutokuamini. Sasa kutokuamini maana yake ni nini? Nimekupa sababu kama mbili au maana kama mbili. Maana ya kwanza, kutokuamini ni ile hali ya kukosa imani au ujasiri
katika kile ambacho Mungu amesema na wewe au amekuahidi. Kutokuamini ni ile hali ya kukosa imani au ujasiri katika kile ambacho Mungu amesema na wewe au Mungu amekuahidi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu amezungumza nawe, either ni kwa ndoto, ni kwa maono, ni kwa ishara, au ni kwa Roho Mtakatifu, au ni amesema na wewe kupitia neno lake. Hicho ambacho Mungu amesema na wewe, pale unapokosa ujasiri wa kuendelea kukiamini hicho kitu, pale unaingia katika hali ya kutokuamini. Kuna ahadi nyingi za Mungu ambazo ziko ndani ya neno lake, ahadi kuhusu afya, ahadi kuhusu uponyaji, ahadi kuhusu maisha mazuri, kuanzia mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa Biblia. Sasa pale unapoingia kukosa imani juu ya hizo ahadi za Mungu, ahadi zilizoko ndani ya neno la Mungu, pale umeingia katika eneo linaloitwa kutokuamini. Na tafsiri ya pili ambayo nimeizungumzia, kutokuamini ni ile hali ya kutazama mambo kinyume cha imani. Pale unapoangalia mambo kinyume cha imani, yani uangalii sawasawa na imani. Imani ni kuwa na uhakika wale mambo yatarajiwa, ni bayana ya mambo yasionekana. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Manake kuna namna tumesikia kutoka kwa Mungu na tukaamini kutokana na hilo neno la Kristo linavyosema. Sasa tunapoacha kusikia na kuamini kile ambacho kinatokana na neno la Bwana, tunaingia katika hali ya kutokuamini. Sasa hicho ndio tunaenda kinyume na sasa tafsiri ya pili ndio inasema ni ile hali ya kutazama mambo kinyume. Manake wewe uyaangalia katika muktadha wa imani, unayaangalia katika muktadha wa mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpaka hapo nadhani tuko pamoja. Sababu ambazo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaingiwa na hali ya kutokuamini Mungu. Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikamsababisha mtu aingie katika hali ya kutokumwamini Mungu ni hofu ya kushindwa. Hofu ya kushindwa kwenye mambo fulani fulani katika maisha. Hii inaweza kumsababisha mtu akaingia katika hali ya kutokumwamini Mungu. Na nataka tuangalie andiko ambalo litatusaidia kupata ufahamu zaidi. Ni kitabu kile cha Hesabu, mlango ni ule wa 13 na mstari ni ule wa 31 mpaka mstari ule wa 33. Kitabu cha Hesabu ule mlango wa 13 mstari ni ule wa 31 mpaka mstari wa 33. Kabla hujasoma hii Hesabu, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunajifunza kwamba Musa alichagua wapelelezi 12 akawatuma waende kuipeleleza nchi ya Kanaani, na walienda wakaipeleleza ile nchi. Wale wapelelezi 12 walienda kutokana na vichwa vya makabila yao. Manake vichwa, manake wale viongozi wa makabila. Manake kila kabila walichagua mtu ambaye ataenda kuwa sehemu ya upelelezi katika ile nchi ya Kanaani. Na ukiangalia sio kwamba lilikuwa ni wazo la Musa, lilikuwa ni wazo la Mungu. Alimwambia kwamba, ukisoma ule mstari wa kwanza anasema, kisha Bwana akanena na Musa na kuambia, tuma watu hawa ili waende kuipeleleza nchi ya Kanaani niwapayo wana wa Israeli katika kabila za baba zao. Mtatuma mmoja mmoja, kila mtu na awe mkuu katikati yao. Basi Musa akawatuma katika nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana, na wote waliokuwa ni watu walio vichwa vya Israeli. Kwa hiyo ukianza kuona pale, unaona kila kabila wanatajwa hivyo vichwa. Wakaenda wakafika Kanaani, wakaenda wakakuta ile nchi. Kweli ile nchi ilikuwa ni njema, ina maziwa na asali kama Bwana aliwaambia. Walikutana na dhabibu, walikutana na vitu, matunda ya kila aina waliyakuta kule kwenye hiyo nchi ambayo walikuwa wameenda kuipeleleza. Lakini pamoja na kwenda huko, walikutana huko na majitu, wana wa Anaki na Wanefili. Ukifuatilia historia ya wana wa Anaki na Wanefili, ni majitu fulani, yalikuwa ni majitu makubwa sana. Kama wewe ulishawahi kupata nafasi ya kusoma kitabu cha Enoko, unaweza ukaelewa hii habari zaidi. Wale ilikuwa ni mchanganyiko wa binadamu na malaika. Japo watu wengi sana hawakiamini kitabu cha Enoko, lakini ni kitabu cha Enoko kipo, na Enoko mwenyewe alikuwepo. Enoko amezungumziwa kwa sehemu ndani ya Biblia. Bwana Yesu apewe sifa.
Haleluya. Kwa hiyo hawa wana wa Anaki walikuwa ni mchanganyiko wa majitu, yaani nusu binadamu nusu malaika. Sasa ni wale malaika waasi waliokuja kuzaa na wanadamu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 unaona jinsi wana wa malaika waasi walipoasi wakaingia kuzaa na wanadamu, ndio yakazaliwa hayo majitu. Sasa hayo majitu waliozaliwa yalikuwa ni watu makatili, watu mabaya, ni majamaa majiant makubwa kweli kweli. Sasa wakaenda kwenye ile nchi kuipeleleza. Pamoja na vitu vizuri walivyokutana navyo huko, wakakutana na majitu. Kwenye ule mstari wa 30 sasa tunaona ni namna gani ambavyo sasa natamani nirudi nyuma nianze angalau ule mstari wa 26 ili upate picha. Nasema wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Padani huko Kadesh, wakawaletea habari wao na mkutano wote wakawaonyesha matunda ya nchi. Kwa hiyo walienda wakakutana na matunda kweli kama Mungu alivyokuwa amewaahidi. Wakawaambia, haya, tulifikiria ile nchi uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Mstari wa 27 hiyo 28. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki akakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Muamori wanakaa katika milima ya Kanaani, anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordan. Kalebu akawatuliza watu mbele za Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hao, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya na ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tulioipandia kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tulioona ndani yake ni warefu mno. Kisha huko na tuliona Wanefili na Waanaki waliotoka kwao. Hao Wanefili tulijiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na nao ndivyo walivyotuona sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tunaona walienda kufanya upelelezi, wakakuta hii nchi ni njema, ina matunda kama Mungu alivyoahidi. Lakini Biblia inasema kwamba wale wapelelezi 10 wakaleta habari mbaya. Watu 2 tu ndio walikuja na habari njema. Habari mbaya ni habari ambazo zinasababisha watu washinde kutokumwamini. Yaani ile imani ya kumwamini Mungu inaondolewa ndani ya watu kwa kusikia habari mbaya. Kwa hiyo habari mbaya zinaweza zikakufanya uingie kwenye kutokumwamini Mungu au kutokuziamini ahadi za Mungu. Kwa hiyo hawa watu Mungu alishawaahidi kwamba nchi anawapa. Mungu amewapigania, Mungu amewatetea tangu Misri. Amepigana na miungu ya Farao, amehakikisha ameimaliza yote, ameyamaliza majeshi ya Misri, amewavusha kwenye bahari ya Shamu, amewapa chakula jangwani, amewapa maji jangwani, amewatunza kwa namna ya kipekee kabisa. Nilipokuwa nasoma nilikuwa natafakari sana. Kama umewahi kwenda kwenye maeneo yenye hali ya jangwa, utaelewa maisha ambayo wana wa Israeli walipita. Jangwani wakati wa jioni kuna kuaga na upepo mkali sana, upepo fulani wa baridi, na mchana jangwani kuna kuwa na jua kali kweli kweli. Acha na hili jua letu linatutishia maisha. Dakika 2 hapa tunatamani tunahema kama tumewekwa kwenye kwenye tanuru la moto. Acha na hilo jua. Yaani jua la jangwani ni kali kweli kweli, kwa sababu hakuna miti, hakuna pa kujificha. Lakini angalia kitu cha ajabu Mungu alichokifanya. Biblia inasema kwamba mchana Bwana aliwaongoza kwa nguzo ya wingu. Maanake Mungu alitanda wingu mchana. Maanake jua lile halikuweza kuwadhuru wana wa Israeli. Walitembea kwenye wingu ambalo lilikuwa linazuia jua. Lakini usiku pia, kwa sababu ya ule upepo, Biblia inasema Mungu akaleta nguzo ya nini? Nguzo ya moto. Ile nguzo ya moto ilikuwa imekaa juu yao.
ya yale maturo ya wana wa Israeli, ikileta joto ndani ya wale watu. Kwa hiyo ule upepo haukuwadhuru usiku, wala ile hali ya jua haikuathiri mchana. Ni kwa sababu Mungu aliwaahidi kwamba nitakuwa pamoja na nyie kila mwendako, na nitawapeleka kwenye hiyo nchi, nitawapandisha niwafikishe kwenye nchi njema iliyojaa maziwa na asali. Lakini wale watu ghafla, baada ya kwenda kukutana na vikwazo, wana wa Anaki, baada ya kupata taarifa mbaya, walikata tamaa, wakaacha kumwamini Mungu. Kuna watu wamepokea taarifa mbaya na wakakata tamaa, wakaacha kumwamini Mungu, na hicho ndio kikasababisha wao washindwe kufika kwenye kilele cha mafanikio yao au kilele cha hatima zao, kwa sababu wameacha kumwamini Mungu. Kwa sababu ya nini? Taarifa mbaya. Haleluya, taarifa mbaya. Kwa sababu ya kwanza, hofu ya kushindwa kupigana na wale watu, ili waingia wale watu, waliingiwa na kitu kinachoitwa hofu ndani yao. Biblia inasema wakajiona nafsi zao kama mapanzi. Anasema ndivyo na wao walivyotuona. Sikiliza, Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo sikiliza, unavyojiona ndivyo watu watakavyokuona. Ukijiona wewe ni maskini, watu watakuona ni maskini. Ukijiona wewe ni tajiri, watu watakuona tajiri. Ukijiona wewe una akili, watu watakuona una akili. Ukijiona wewe ni zuzu, ni mjinga, ni mwehu, watu watakuona mwehu, watakuona mjinga, watakuona zuzu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Biblia inasema ndivyo sisi yani wenyewe wanatuona sisi kama mapanzi, na sisi ndivyo tulivyojiona. Manake wao wanavyojiona ndivyo na wale watu wanavyoona, na hivyo unavyojiona ndivyo na watu wanavyokuona. Kwa hao watu waliingia na hofu ya kushindwa, kwamba tutashindwa kuingia huko kwenye hiyo nchi kwa sababu ya haya majitu, kwa sababu ya watu walioko kwenye hilo eneo. Haijalishi ukubwa wa watu walioko kwenye eneo. Kama Mungu ameshakwambia hapa utapenya, utapenya. Usiangalie mazingira, usiangalie watu wakoje. Tatizo ni kwamba tunaangalia watu na tunaacha kumwamini Mungu, kwamba hivi nitaweza kweli? Unakuta mtu anaenda kwenye interview labda ya kazi, kwa sababu ya aina ya watu wanaokutana nao, aidha wengine wamesoma shule za viwango vya juu, yeye anajiona labda amesoma shule ya kata au shule ya kawaida kabisa, chuo cha kawaida. Wengine wamesoma mpaka nchi za nje. Yeye anataka kujiona kwamba nafsi yake ni kama panzi, kwamba hana elimu. Sikiliza, nataka nikwambie hivi, ukubwa wa watu usikutishe. Mungu akikuhakikishia nenda nitakuwa pamoja na wewe, nenda ukimwamini Mungu, naye Mungu atakusaidia. Kwa hiyo ondoa hofu na mashaka yaliyoko moyoni mwako. Kwa jambo la kwanza lililosababisha wana wa Israeli wasiweze kufika, nilikwambia ni manunguniko. Jambo la pili nikakwambia ni kutokumwamini Mungu. Na hapa kwenye kutokumwamini Mungu, sababu ya kwanza tunaona ni hofu ya kushindwa. Yamkini kushindwa vita. Hiyo hofu ya kushindwa, kuna watu wanakuwa na hofu ya kushindwa, aidha naweza nikashindwa kwenye hili jambo nalifanya, au hii biashara, au hii kazi, au kile au jambo hili au jambo lile. Kwa hiyo ile hofu ya kushindwa, mtu labda anapata hofu ya kushindwa, anasema anaogopa labda hii nyumba niliyopanga nitashindwa kulipa kodi, au anaogopa kwamba, anakuwa na hofu ya maisha. Wakati mwingine tusiwe na hofu ya maisha. Mungu aliyetuleta duniani anatujua kuliko sisi tunavyojua. Anajua mwanzo wa maisha yetu na mwisho wa maisha yetu. Tunatakiwa kumwamini yeye pasipo kuangalia ni nini kilichoko kwenye maisha yetu, au ni hali gani tunayopitia kwenye maisha yetu. Jambo la pili, au sababu ya pili iliyosababisha watu waache kumwamini Mungu, ni kuangalia hali wanayopitia badala ya kumwangalia Mungu. Wakati mwingine watu wengi wamekuwa wakidumu katika kuangalia hali wanazopitia za maisha, aidha changamoto wanazopitia, hali ngumu ya maisha wanayopitia. Wanaacha kumwangalia Mungu na wanaona kwamba tatizo ni kubwa kuliko Mungu aliyewaleta duniani. Na ukishaona kwamba tatizo unalopitia ni kubwa kuliko Mungu, hilo tatizo Mungu hawezi kulitatua. Unatakiwa ufike wakati uone Mungu ni mkubwa kuliko tatizo au changamoto au majaribu unayoyapitia. Sasa watu wengi wanaonaga changamoto ni kubwa kuliko Mungu. Wanaanza kufikiri changamoto kuliko kumfikiri Mungu ambaye anaweza kuziondoa hizo changamoto. Na hii tunaiona
Tunaposoma habari za kitabu cha Mathayo mlango wa 14 mstari wa 30, tunaona habari za Petro. Petro okay, ngoja tusome ili tupate picha zaidi. Marko 14 mstari ule wa 30, maneno ya Mungu yanasema, lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Sasa ukisoma hapa unaona kwamba Yesu alienda mlimani kuomba, akakaa huko siku kucha. Baadaye akawaruhusu wanafunzi wake waende. Baada ya kumaliza huduma, yeye alipanda mlimani kuomba, wanafunzi wake wakawa wanavuka ng'ambo ya pili. Sasa Yesu ameomba usiku kucha. Wakati anakuja sasa, wanafunzi wake wakakutana na upepo wa mbisho. Biblia inasema upepo wa mbisho au upepo mkali, ambao huo upepo mkali ulileta dhoruba kali sana walipokuwa kwenye kile chombo walichokuwa wamepanda. Na wakati huo walipokutana na huo upepo, baadaye wakamwona Yesu amekuja, lakini anatembea juu ya maji. Sasa Petro alipomwona Yesu, akachukua hatua na uthubutu wa kutoka kwenye kile chombo na kumfuata Yesu. Lakini alipopiga hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, akaingiwa na shaka. Alipoingiwa na shaka, Yesu alimshika mkono, akamwambia, wewe mwenye imani haba. Mwanzoni alikuwa na uthubutu, lakini kwa sababu ya ule upepo wa mbisho, kutokana na mazingira na hali aliyokuwa anapitia, ilifika mahali imani yake ikashuka, ikaacha kumwamini Mungu. Kuna watu wamekutana na changamoto nyingi za maisha, misukosuko mingi ya maisha, na wamefika mahali imani zao zimekuwa haba, imani zao zimetindika, imani zao zimeshuka kabisa. Na baada ya imani kushuka, imani yao kwa Mungu ikapungua. Kwa kuna watu imani zao zimeshuka kwa sababu ya nini? Mazingira na hali wanayopitia. Wameangalia mazingira, wameangalia hali wanazopitia, wakaacha kumwangalia Mungu aliyewaumba na aliyewaleta duniani. Hakuna kosa baya kama kuanza kutafakari hali unayopitia kuliko kumtafakari Mungu aliyekuumba. Na watu wengi wameingia kwenye mtego wa kutafakari matatizo na shida walizonazo kuliko kuutafakari ukuu wa Mungu, kwamba Mungu ni mkuu. Hata katika hii changamoto Mungu ni mkuu. Hata katika hii hali inayopitia Mungu ni mkuu. Hata katika hii hali inayopitia Mungu anaweza. Watu wanaacha kutafakari ukuu wa Mungu, uweza wa Mungu, mamlaka ya kiungu. Wanaanza kutafakari kushindwa, wanaanza kutafakari hali ngumu za maisha, wanaanza kutafakari hali ngumu wanazopitia badala ya kumtafakari Mungu. Kwa hiyo kilichosababisha waingie kwenye kuto kumwamini, sababu ya pili, ni kwa sababu walikuwa wanaangalia au waliangalia mazingira au hali wanazopitia kuliko kumwangalia Mungu au kumtafakari Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Jambo la tatu au sababu ya tatu inayosababisha watu waache kutokumwamini Mungu, kukosa uvumilivu wa kusubiri majibu kutoka kwa Bwana. Kukosa uvumilivu wa kusubiri majibu kutoka kwa Bwana. Hii andiko ambalo linatuongoza hapo ni kitabu kile cha Mithali, ule mlango wa 13 na mstari ni ule wa 12. Mithali ule mlango wa 13 na mstari ni ule wa 12. Maneno ya Mungu yanasema, kilichotarajia kukawia kuja, anasema kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kwa hiyo unapokosa uvumilivu wa kumsubiri Mungu juu ya hicho ulichokiomba, moyo wako utaanza kuugua na utaanza kukosa imani na Mungu. Kuna watu wamekosa imani na Mungu, wengine ni mabinti,
wameomba Mungu, labda Mungu naomba niolewe tangu akiwa na miaka 28, sasa ana 30. Hajaona hata dalili ya kuolewa. Anafika mahali anamkatia Mungu tamaa kabisa, anaona kama Mungu hajibu. Anafika mahali anasema mwanaume yote atakayejitokeza tu aje. Akifika 30 akiona olewi, anaanza kubadilisha mawazo kabisa, anasema sasa hivi yani hata mimi muda wa kuolewa tena sina, mimi ninachokifanya natafuta mwanaume wangu nazaa naye, mtoto wangu huyu mmoja au wawili, maisha yanaendelea. Sasa ukimwona mtu anazungumza hivyo au amefikia kwenye hali hiyo, manake huyo mtu amekosa kitu kinachoitwa uvumilivu. Na moja ya kitu ambacho kinatusumbua sisi wanadamu tulioko chini ya uso wa dunia ni kukosa uvumilivu. Watu wengi wamekosa uvumilivu wa kumsubiri Mungu, wamekosa uvumilivu wa kutulia na kusubiri majibu ya maombi yao, na wameingia kwenye mitego. Wengine wamelazimisha mazingira fulani. Kuna watu wamelazimisha kuoa, kuna watu wamelazimisha kuolewa, na wamejikuta sasa hivi wanapita kwenye migogoro migumu sana kwenye ndoa, na wanakutana na changamoto ngumu sana kwenye ndoa, kwa sababu hawakumpa Mungu nafasi ya kumsubiri Mungu wakati wa Bwana ufike waingie kwenye ndoa. Sasa wako kwenye ndoa lakini hawana amani. Ni kwa sababu Waswahili wanasema mtoto akililia wembe mpe mkata mwenyewe. Wamefika mahali wameng'ang'ania vitu, na walipong'ang'ania vitu, Mungu anaweza ukang'ang'ania kitu, Mungu anaweza kukupa, lakini kuna kitu Mungu anaweza kukunyima. Yani kuna kitu kuna kitu utakosa. Biblia inasema kwamba walipong'ang'ania nyama, Mungu aliwapa nyama ila aliwakondesha roho zao. Mungu anaweza akakupa ndoa akakondesha roho. Anaweza akakupa hicho unachokitaka, akakupa hilo gari, hata likaja likakuua, ukapata nalo ajali likakumaliza kabisa. Na sio kama ukifa utaenda mbinguni, utaenda, lakini kuna vitu vingine Mungu anaweza kukuzuia, au akajua kabisa huyu hichi anachoniomba sio saizi yake, huyu anapaswa kupata kikubwa zaidi ya hichi. Lakini kwa sababu huna uvumilivu wa kumsubiri Mungu, pale unaingia kuto kumwamini Mungu. Sasa unaanza kutumia akili zako za kibinadamu, na kuna watu wametumia akili zao za kibinadamu, wameacha kumwamini Mungu. Kuna watu wamemuomba Mungu labda awasaidie kwenye ndoa, Mungu ameacha kuwasaidia, wameanza kutafuta msaada mwingine nje ya Mungu. Kuna mtu mmoja nilikutana naye na nishai kusema ushuhuda mahali. Ameomba muda mrefu, hilo aliloliomba Mungu hajampa. Na akakutana na mimi akaniambia, wewe si unaongeaga na Mungu, nataka umwambie nimempa siku hizi 3. Asiponijibu hichi ninachomuomba mimi naachana naye. Nampa siku hizi 3. Asipojibu, kwani nikamuuliza, kwa hiyo unamtishia Mungu? Akaniambia mimi simtishii Mungu, ila nampa siku 3. Nimechoka kuvumilia, nimechoka kusubiri. Mimi nampa siku 3. Kama hataki nitaenda kutafuta msaada mwingine huko duniani. Nikamwambia usimtishie Mungu, kama unaenda nenda katafute msaada huko duniani, unamtishiaje Mungu? Akaniambia sasa mbona naona nijibu hivyo? Nikamwambia sio nakujibu hivyo. Mungu huwa hatishiwi. Unachotakiwa kuwa nacho ni uvumilivu. Na Mungu, Biblia inasema Bwana anatuwazia mawazo yaliyo mema. Nikamwambia Mungu anakuwazia yaliyo mema, hajai kukuwazia mabaya. Hicho unachoomba sio kwamba Mungu hataki kukupa. Yamkini anaona bado hujawa na ule uwezo wa kuweza kukipokea hicho kitu. Unaweza kujikuta kuna mtu anaomba ndoa, lakini Mungu anajua kabisa huyu bado hana ufahamu, hana moyo wa kuweza kustahimili mikiki ya ndoa. Kwa hiyo acha nimsubirishe. Sasa kwa sababu Mungu anasema acha akusubirishe, na wewe unamwambia nakupa siku hizi 3. Unanipa huyo mwanaume au nikamtafute? Mungu atakwambia kwenda kamtafute. Usitutishie hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yule mtu akaniambia hapa, nikamkaa chini nikamwambia sikiliza, Mungu huwa atishiwi. Ukimwacha usipomwacha hana hasara yoyote. Hasara ni juu ya nafsi yako mwenyewe. Nikamwambia jifunze kuamini ahadi za Mungu. Jifunze kuzikiri ahadi za Mungu. Na nikamwambia mwisho, jifunze kuvumilia. Subiri ahadi ya Bwana. Watu wengi hawana kitu kinachoitwa subira. Hapo kwenye kumsubiri Mungu, hapo ndo pana mtiti, pana shughuli, pana kimbembe. Watu hawataki kumsubiri Mungu, wanataka vitu vya shortcut, chap 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 chap.
wakiomba eti wakifunga jicho moja hivi wakifungua Mungu amejibu. Kuna kitu kinachoitwa uvumilivu, kumsubiri Mungu. Yusufu alisubiri miaka 13 ndo akawa waziri mkuu wa Misri, na wakati alionyeshwa na hiyo ndoto akiwa na umri wa miaka 17. Alipita mashida mengi, asikwambie mtu hapo katikati. Alipitia mashida ya dunia yote, kukataliwa na ndugu zake, kusingiziwa kifo, kuuzwa kwenda kuuzwa kama mtumwa, kukoswa kwenye shambulio la kubakwa, kwenda gerezani, kukaa gerezani na wafungwa na kukaa huko na kuishi maisha ya ufungwa. Lakini wakati wa Bwana ulipowadia, na Biblia inasema wakati wa Bwana ulipowadia, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Niliposoma ile andiko, kumbe ahadi ya Mungu inaweza kukujaribu. Kwa hiyo wakati wa Bwana ulipofika, Mungu akatengeneza mazingira yake aliyoyatengeneza, akamtoa Yusufu katika gereza na akamfanya kuwa waziri mkuu wa Misri. Kwa hiyo unapokosa uvumilivu wa kumsubiri Mungu, huko ndiko imani yako inakoshuka. Unaacha kutokumwamini, unaingia katika hali ya kutokumwamini Mungu sasa, na unaanza kutumia akili yako na unaanza kutumia mawazo yako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo ninataka nikushauri, hakikisha unamwamini Mungu hata katika mazingira yoyote yatakayojitokeza kwenye maisha yako. Unapita katika magumu, Mungu amekupa, Mungu hajajibu hicho ulichoomba, hata kama hajajibu kama ulivyoomba, endelea kumwamini Mungu, endelea kumtegemea yeye, kwa sababu anajua mawazo anayetuwazia ni mawazo ya amani, ya kutupa tumaini, ya kutufanikisha siku zetu za usoni. Kwa sababu Mungu anajua anachotuwazia. Kwa hiyo hata kama hajajibu, yeye atabaki kuwa Mungu na hakuna kitakachobadilika. Lakini kumbuka jambo hili kwamba Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Umeomba kazi hujapata, umefanya interview hujajibiwa, umeomba mtoto hujapewa mpaka sasa, umeomba mume hujapewa, endelea kumwamini Mungu, endelea kumtegemea Mungu, kwa sababu anajua anachokuwazia. Wacha kujipa madepression eti kwamba hujaolewa. Kwani ni lazima uolewe? Au kwani lazima uoe? Ni nini mnachokimbilia huko kwenye ndoa? Mbona kuna watu hawajaoa na mbinguni wameenda? Paulo hajaoa, mbinguni yupo. Tena amekaa kwenye siti za mbele kule. Elia mwenyewe akooa, alikuwa toashi, na mbinguni ameenda. Sasa sikwambii usioe. Ukipata nafasi ya kuoa, oa. Kama Mungu hajasema usioe, achana na hizo biashara. Kwa hiyo nataka nikwambie, usibabaishwe wakati mwingine na mambo ya dunia, wala usijisikie vibaya eti kama umechelewa kuolewa au umechelewa kuoa. Endelea kumwamini Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, utaolewa. Na watu ambao labda walikufa kabla hawajaolewa, ina maana kwamba mbinguni hawajaenda, si wameenda? Sasa wewe kinachokubabaisha na kinachokusumbua ni nini? Kwani wewe uko peke yako huko duniani? Dunia ina watu zaidi ya bilioni 7. Na kuna watu wengi hata hawajaolewa, hawajaoa, na wapo na maisha yanaendelea. Sasa wewe kwa nini unajistress na vitu vidogo vidogo tu? Hicho sio kitu cha kustress. Jistress pale ambapo Mungu anakuwa mbali na wewe, lakini sio kwamba mazingira ya kidunia yanapokuwa mbali na wewe. Muamini Mungu, mtegemee Mungu, muishie Mungu. Haijalishi mazingira yatakapokuja, haijalishi nini kitakachotokea, endelea kuvumilia, endelea kumwamini Mungu, endelea kutambua kwamba Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuende kwenye kipengele cha pili. Kipengele cha kwanza nimekuambia sababu zinazosababisha watu kutokumwamini Mungu. Kipengele cha pili nataka nikuonyeshe madhara. Madhara ya kutokumwamini Mungu. Dhara namba 1 ni kushindwa kufikia kilele cha mafanikio yako. Watu wengi wameshindwa kufika kwenye kilele cha mafanikio yao kwa sababu ya kutokumwamini Mungu. Na hii tunapata andiko la msingi ni kitabu kile cha Waebrania mlango ule wa 3. Waebrania mlango ule wa 3 na mstari ni ule wa 19. Waebrania 3:19, nataka uone sentensi hiyo. Inasema,
Anasema basi, ngoja nianzie ule mstari wa 18. Anasema tena, ni kina nani hao aliowaapia kwamba hawataingia katika raha yake ile, ila wale walioasi? Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawakuweza kuingia katika raha yao, hawakuweza kufika katika kilele cha mafanikio, hawakuweza kuzifikia baraka za Mungu, hawakuweza kuzipata zile baraka Mungu alizoahidi kwenye maisha yao. Kwa sababu ya nini? Kutokuamini kwao. Kutokuamini kwako kunaweza kukusababisha ukachelewa kufikia baraka zako, au kutokuamini kwako kunaweza kukawa ni sehemu ya kukuzuia ushindwe kufikia kilele cha mafanikio yako. Unapoacha kumwamini Mungu, unapoacha kuamini, unachelewa kufika. Watu wengi wanataka ile imani ya kuona. Biblia inasema tunaenenda kwa imani na si kwa kuona. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na roho ya kusitasita sina furaha nayo. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa kumwamini Mungu katika mazingira yote. Tukiwa jangwani, tuishi kwa kumwamini Mungu. Tukiwa katikati ya bahari, tukiwa tunakabili bahari ya Shamu, tumwamini Mungu. Tukiwa tunavuka mto wa Yordani, tumwamini Mungu. Tukifika Kanaani, tuendelee kuishi tukimwamini Mungu. Katika mazingira yote Mungu anaweza kututoa na Mungu anaweza kutusaidia. Tatizo linakuja ni kuto kumwamini. Mungu anaweza kukuponya, lakini umwamini. Kuna kiwango cha imani Mungu anahitaji ili aachilie uponyaji wa kudumu ndani yako. Kuna kiwango cha imani Mungu anahitaji ili aweze kukufikisha ngazi fulani ya maisha. Hicho kiwango cha imani hakipo. Mungu akiangalia haioni imani. Na ndio maana moja ya vitu ambavyo Yesu ataviangalia wakati wa kuja kwake ni swala la imani. Swala la nini? Swala la imani. Mstari ule Luka ule mlango wa 18 mstari ule wa 8. Biblia inasema akawaambia, naanzia ule mstari wa 7, na Mungu atawapatia haki wateule wake wanaolilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Imani ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo unapoacha kuamini, unaingia kwenye hali ya kutokuamini. Kwa hiyo kama unataka kufikia kilele cha mafanikio, kilele cha ndoto zako, kiwango cha juu cha maisha, kutokana na namna Mungu alivyokuita. Umeitwa kwa mfanyabiashara, lazima ujue kwamba utakuja kuwa mfanyabiashara tu. Lazima uwe na mawazo makubwa, lazima uwe na ndoto kubwa, lazima uwe na fikra kubwa. Lazima uwaze kwa ukubwa, usije ukawaza kwa udogo. Na lazima uamini katika hicho unachokiamini kwamba Mungu sawa sana neno lake kwamba atanifikisha hapa. Mungu sawa sana neno lake atanipa hichi kitu kwa sababu ameniahidi. Mungu sawa sana neno lake atanifanyia 1, 2, 3. Kuna rafiki yangu mmoja ni mtumishi wa Mungu. Mungu alisema naye mwaka 2002 kwamba atampa nyumba nzuri ya kukaa, na ni ahadi ambayo ilikuwa ndani ya neno la Mungu. Yule mtumishi alikuja 2019, kama sio 19 ni 2020, akakutana na mimi akaniambia kama kuna ujumbe Mungu anasema na wewe juu yangu niambie. Nikamwambia Bwana amesema yale yote aliyokuahidi ataenda kuyatekeleza hivi karibuni, na moja ya vitu alivyokuahidi ni nyumba nzuri. Nikamwambia hivyo hivyo. Sasa nilivyomwambia vile akaniambia ni kweli kabisa, hichi kitu unachoniambia Mungu aliniambia mwaka 2000 na ngapi? 2002. Lakini 2022 ndio alianza kujenga nyumba. 2023 ikakamilika. Leo ninavyoongea na wewe, siku kadhaa zilizopita niliwasiliana naye, akananiambia ameshahamia kwenye nyumba yake ambayo Mungu alimsemesha hiyo nyumba na alimuonyesha picha ya nyumba mwaka 2000. Lakini imekuja kutimia mwaka 2000. Yaani 2022 ule mpango kazi wa Mungu ndio unaanza kuonekana. Alikaa miaka 20
ndio akaona kile kitu ambacho Mungu amemwambia. Hakukata tamaa, aliendelea kumwamini Mungu, aliendelea kukiri ahadi za Mungu. Na mimi nataka nikwambie kwa neno la Mungu, endelea kumwamini Mungu, endelea kuzikiri ahadi za Mungu. Usiingie katika ile hali ya kutokuamini ukashindwa kufanikiwa, ukashindwa kufikia kilele cha mafanikio yako. Madhara ya pili, madhara ya kwanza nimekwambia ni kushindwa kufika kwenye kilele cha mafanikio yako kwa sababu ya kutokuamini. Madhara ya pili yanayotokana na kutokumwamini Mungu, kudumaa kiroho na kihisia. Napozungumzia kudumaa kiroho na kihisia, maana yake unapoacha kumwamini Mungu, ghafla unaanza kudumaa rohoni, na kihisia pia unaanza kudumaa kihisia. Napozungumzia kihisia, maana yake hii sentence nimeiweka kisaikolojia zaidi. Unajua, unapoacha kumwamini Mungu unakuwa hauna ile furaha ya uokovu. Hapo nazungumzia hisia, furaha. Ile furaha ya uokovu unakuwa una. Kuna watu wameokoka, wanampenda Yesu, lakini hawana furaha yoyote ya uokovu. Ndio maana Daudi anasema, Bwana unirejeshe furaha ya nini? Ya uokovu. Kwa hiyo kuna watu furaha ya uokovu hawana kwa sababu ya kuto kumwamini Mungu. Hayo ni madhara namba 2. Watu wameacha kumwamini Mungu, kwa hiyo wameingia katika hali ya yani wanaona tena yani ndio maana leo unaona watu wanatukana Ukristo, wanatukana ulokole kwa sababu ya ile hali ya kutokuamini. Kwa hayo ni madhara ya kutokuamini, yanasababisha watu wasifurahie uokovu. Wanaona kama uokovu ni mateso, uokovu ni mashida mabaya, yani ni afadhali uishi duniani kuliko uishi kwenye maisha ya uokovu. Jambo la tatu, madhara ya tatu ya kutokuamini ni kushinda kupata muujiza wako. Ili muujiza unakuja kwa imani. Imani ndio simaku ya kuvuta muujiza. Kwa hiyo Biblia inasema kama hawataona ishara na miujiza hawataamini. Kwa hiyo ishara na miujiza zinakuja kwa kuamini. Kama wewe huamini, hizo ishara na miujiza haziwezi kuja kwenye maisha yako. Muujiza wako hauwezi kuupata kama wewe hutaamini. Kwa hiyo kama hautamwamini Mungu, huwezi kupata muujiza wako. Kwa hiyo ukikaa katika hali ya kutokumwamini Mungu, hutaona muujiza wowote kwenye maisha yako. Mungu hata kutendea muujiza wowote. Mungu anaweza kukutendea muujiza wowote hata sasa hivi hapo unaponitazama, kwa sababu unamwamini. Lakini ukiingia katika hali ya kutokumwamini, hutaona huo muujiza hata kidogo kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Pointi ya 4 ambayo ni madhara ya 4 ni kuishi maisha ya hofu na mashaka. Hii pia ni pointi ya kisaikolojia. Unapoacha kumwamini Mungu, unakuwa unaishi maisha ya mashaka na hofu. Maana yake huijui kesho yako itakuwaje, hujui kesho kutako. Lakini kama unamwamini Mungu, huwezi kuwa na hofu na kesho yako, huwezi kuwa na hofu na kesho kutako, huwezi kuishi kwa mashaka. Kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo kama wewe unamwamini Mungu, kama mkao wa kuishi kwa imani. Acha kuingiza hofu, acha kuingiza mashaka. Maisha yangu yatakuwaje? Mungu anayajua maisha yako kuliko unavyoyajua wewe. Kwa hiyo mpe Mungu nafasi. Acha kuishi maisha ya kutokumwamini Mungu. Ishi maisha ya kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Hata kama hicho ulichoomba kimechelewa, lakini ishi ukimwamini Mungu na ukimtegemea Mungu, kwamba yeye ndio muweza wa mambo yote kwenye maisha yako. Hata kama umefanya maombi, umefunga mpaka utumbo unakaribia kutoboka, endelea kumwamini Mungu kwamba yeye ni Mungu anayeweza kufanya. Usije ukaingia kwenye mtego wa kutokuacha kumwamini Mungu. Ni mtego mbaya sana. Na shetani anawatengenezea watu mazingira na kuwahubiria kwamba mbona kama umeomba muda mrefu na Mungu hajakujibu, si uachane na huyo Mungu. Wewe njoo nikupatie hizo nguvu. Kama ni nguvu za pesa unataka, njoo kupatie nguvu za pesa. Upate pesa, maisha yaendelee. Hizo pesa zake zina masharti. Na utachukua hizo pesa, utafika mahali atakwambia nataka mke, nataka watoto, nataka nini. Na ukigoma na kuchukua, anaenda kukufanya msukuli wake, anakutesa wewe kwa sababu umependa tamtamu. Haleluya. Haya, tuangalie mbinu kadhaa zitakazoweza kukusaidia ili ushinde hiyo hali ya kutokuamini. Mbinu namba 1, hakikisha unalisikia neno la Mungu na kulitafakari kila siku. Unapolisikia neno la Mungu linaweza likawa sehemu ya faraja kwenye maisha yako. Linaweza likawa sehemu ya kukufariji, sehemu ya kuamsha imani yako.
Kwa hiyo ukisikia na kutafakari hilo neno, kwa sababu Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hiyo ni Warumi 10:17. Kwa hiyo unapoliamini, unapolisikia neno la Mungu na kulitafakari, linajenga msuli wa imani ndani yako. Ule msuli wa imani ndani yako unaondoa ile hali ya kutokuamini. Kwa hiyo kama unataka kushinda hiyo hali ya kutokuamini, sikiliza neno la Mungu, tafakari neno la Mungu kila siku. Na unaposikiliza na kutafakari neno la Mungu kila siku, Mungu ataendelea kuimarisha msuli wako wa imani, na hiyo hali ya kutokuamini itaondoka ndani yako. Hilo ni jambo la kwanza, mbinu ya kwanza ya kushinda hali ya kutokuamini. Mbinu namba 2, mshukuru Mungu kwa mambo aliyokutendea huko nyuma. Jitengee tabia ya kumshukuru Mungu, kwamba Mungu nakushukuru kwamba ulinifanyia 1, 2, 3, 4, 5. Hata katika hii hali ninaamini kwamba unaweza kunifanyia. Kwa hiyo ishi maisha ya kumshukuru Mungu na kumkumbusha Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru kwa mambo mema ulionitendea. Ninaamini hata katika hili nitavuka. Kama uliweza kunivusha kwenye lile, hata hili utanivusha. Kama uliweza kunisaidia kwenye hili, hata hili utanisaidia. Kama uliweza kuniokoa kwenye hili, hata hili utaniokoa. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Kama aliweza kukusaidia, hata sasa atakusaidia na ataendelea kukusaidia. Kwa hiyo namba 2, ishi maisha ya shukrani mbele za Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo yale ambayo Mungu amekutendea huko nyuma. Jambo la 3 au mbinu namba 3 ya kushinda hali ya kutokuamini, kukiri ahadi za Mungu alizoahidi juu ya maisha yako. Endelea kukiri ahadi za Mungu alizoahidi. Hata kama uko katika hali ya kufa, endelea kukiri kwamba sitakufa bali nitaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Kama uko katika hali ya uhitaji, au kama uko katika hali ya kuhitaji msaada wa Mungu, Zaburi ya 46, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada tele onekana wa matendo. Mungu, wewe ni kimbilio langu na nguvu. Ninaamini hata katika hili utanipa nguvu, utanisaidia. Umesema utanipungukia wala hautaniacha. Waebrania 13:6. Ulisema utanipungukia wala hautaniacha. Ninaamini hata katika hili hutanipungukia wala hautaniacha, utanisaidia. Endelea kukiri ahadi za Mungu sawa sana hiyo hali unayopitia. Kama ni hali ya ugonjwa, kiri ahadi ya Mungu. Kama ni hali ya kiuchumi, kiri ahadi za Mungu. Kama ni hali ya ndoa, kiri ahadi za Mungu, kwamba Mungu ulisema si vema mimi niwe peke yangu, utanifanyia msaidizi wa kufanana na mimi. Ninaamini Mungu utaniletea msaidizi wa kufanana na mimi. Kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, mwambie Mungu akupe msaidizi wa kufanana na wewe. Na ukiri ahadi za Mungu zinazohusiana na ishu ya kuoa na kuolewa. Kama uko kwenye ndoa na iko kwenye migogoro ina mgogoro inataka kuvunjika na kupasuka na kusambaratika kabisa, endelea kukiri ahadi za Mungu, kwamba Mungu, wewe uliahidi kwenye neno lako kwamba unachukia kuachana. Ninakataa roho ya kuachana, na ninakiri katika jina la Yesu kwamba hatutaachana, kwa jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ni mbinu namba 3. Mbinu namba 4, kataa hali ya hofu. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Pinga hali ya hofu ndani yako. Ikemee hofu, sema hofu, shindwa kwa jina la Yesu Kristo. Hutanizuia kuendelea mbele, na nitaendelea mbele katika jina la Yesu. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo pia vinazuia watu washindwe kuendelea mbele ni hofu. Hofu na kutokuamini ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Kwa hiyo kataa hali ya hofu ndani yako, kwa sababu hali ya hofu inaweza ikakusababisha usiwe na utimamu wa kihisia na utimamu wa kiakili. Hofu inaleta udhaifu kwenye hisia zako, na ule udhaifu unaweza ukaleta udhaifu pia kwenye fikra zako. Hii ni ishu ya kisaikolojia sasa. Namba 4, hiyo ni namba 5. Namba 5 na ya mwisho, kuchukua hatua za kiimani. Kama kuna mambo unataka kuna hatua za kiimani. Kwa mfano Petro kwenye ile kwenye Mathayo 14 ule mstari wa 29, alipomwona Yesu anakuja, alichukua hatua ya imani ya kutembea juu ya maji. Lakini pale alipoingiza hofu na mashaka ndipo alipozama. Kwa hiyo kuna vitu vingine, chukua hatua ya kiimani. Fanya hatua ya kiimani kabisa. Chukua hatua ya kiimani, fanya vitendo vya imani, vitakusaidia. Kama hauna mtoto, kanunue nguo za mtoto, tia ndani huko. Mwambie Mungu, nakushukuru kwa sababu utanipa watoto. Chukua hizo nguo, ziweke kwenye tumbo lako. Omba kwa imani. Mwambie Mungu, ulisema kwamba mimi nitakuwa mama wa watoto wengi. Bandika hizo manguo hayo kwenye tumbo lako. Ombea, kiri ahadi ya Bwana. Haleluya. Hitimisho. Kutokuamini
ni adui mkubwa wa maendeleo yako ya kiroho. Kutokuamini ni kizuizi kitakachoweza kukuzuia usiweze kufikia kiwango cha mafanikio yako ambayo Mungu amekusudia wewe uyafikie. Kwa nataka nikwambie, kama kuna mahali umefika ukaacha kumwamini Mungu, ukaacha kumtegemea Mungu kwa sababu ya hali unayopitia, rudi kwa Yesu. Chukua nafasi hii ya kurudi kwa Yesu. Na wewe ambaye haujaja kwa Yesu, utarudia sala hii ya toba ili uweze kumpa Yesu maisha yako, na Yesu aweze kuwa msaada, aweze kuwa kimbilio na nguvu na msaada tele unaoonekana wakati wa mateso. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Bwana Yesu, kuanzia leo ninakuja mbele zako nikiomba unisamehe kwa kutokuamini kwangu. Nami ninakukiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimemkataa shetani na mambo yake na kazi zake zote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, nimejitoa kwako kuanzia leo hii nikikuomba unisaidie, uniongoze, unilinde, unitunze, uniwezeshe na unisaidie kutokuamini kwangu. Niishi maisha ya kukuamini wewe siku zote za maisha yangu. Amen. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, lihimidiwe na litukuzwe jina lako milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu unatenda matendo makubwa ya ajabu. Nami najiachilia tena kwenye madhabahu yako nikiwa nimebeba damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu inayetakasa na kusafisha na kuosha, hiyo damu ikatutakase, ikatusafishe na kutuosha. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninamwombea mtoto wako aliyepita katika mazingira magumu. Ninamwombea mtoto wako aliyekuwa amekuacha na amekiri kwamba amerejea kwako. Mpokee Bwana wangu Yesu, mtunze na kumsaidia. Msaidie katika hali ngumu zote anazopitia. Neema yako ingilie kati na kumsaidia. Mkono wako wenye nguvu endelee kumhudumia. Damu yako ya Pasaka inayenena mema ikanene mema. Karaba santo mama yande rebosika baba shanda rikrizoya baba diande rebosaika. Muinue kwa namna ya kipekee, mguse kwa namna ya kipekee, saidie kwa namna ya kipekee. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, muwezeshe Bwana katika hali ngumu anayepitia, katika majaribu anayepitia. Msaidie Mungu, mkwamue hapo alipokwama kwa sababu ya kutokuamini kwake. Amsha tena zile ndoto zake upya, amsha maono yake mpya, amsha imani yake kwa upya, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Na kila roho za vizuizi zinazomzuia ashinde kufikia kilele cha mafanikio yake, ninazikemea katika jina la Yesu, na ninavunja hiyo nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza kufanikiwa kwako na ninatangaza kufunguliwa kwako tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Kabla sija kutamkia baraka za Mungu, nataka tupate nafasi ya kwenda kuombea sadaka, na utatoa sadaka yako kwa ajili ya zile namba zinazopita hapo kwenye skrini au namba zilizoko kwenye skrini. Unaweza ukatoa sadaka yako na ikatufikia moja kwa moja. Sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usiache kutoa sadaka yako, kwa sababu ni muhimu sana kuja kuimarisha kazi ya Mungu inaendelea hapa kwenye ofisi ambazo tunakuletea kipindi hichi. Baba, katika jina la Yesu, pokea sadaka ya mtoto wako na mtumishi wako ambaye ameitoa sahihi na muda huu. Bwana, ipokee na uikubali hiyo sadaka na kuitakabali kutoka kwenye makazi yako matakatifu mbinguni. Mbariki mtoto wako na mtumishi wako, kila mmoja aliyetoa. Bwana, umbariki. Mfungulie kila mlango uliofungwa. Neema yako iendelee kuwa pamoja naye. Nguvu zako ziendelee kujidhihirisha na kujifunua katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Jifunue kwenye maisha yake Bwana. Jidhihirishe kwa namna ya kipekee. Nguvu zako ziendelee kumhudumia, upako wako uendelee kumhudumia. Damu yako inayenena mema iendelee kunena mema juu ya maisha yake, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea sadaka zake na maombi yake anayeomba, aliambatanisha na sadaka hizo. Uzikubali kutoka makazi yako matakatifu mbinguni, na Mungu mwenye nguvu mbariki na kumwinua mtoto wako na mtumishi wako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa.
Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii pia ya kushukuru kwa ajili ya kuungana pamoja nasi katika maombi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mungu wa mbinguni akubariki. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Usiache kutoa sadaka yako. Mungu akubariki. Tuonane tena siku nyingine ya kesho. Barikiwe sana.